Bwana, CRDB Taifa Cup basketball michezo inaendelea hapa Chinangali, Dodoma, ambapo mchezo ambao unaendelea sasa hivi hapo ni wenyeji kwa upande wa wanaume. Ni kwa upande wa wanaume ni Mtwara wakipambana na Mwanza, lakini baadaye kutakuwa na game majira ya saa 2 ambapo Dodoma yenyewe pia watakuwa uwanjani dhidi ya Kigoma. Lakini nikufahamishe tu kwamba michezo ya mwanzo kabisa ya robo finali kwa upande wa wanawake ambayo mmoja uchezwa asubuhi Arusha dhidi ya Kigoma, na Arusha kufanikiwa kutinga hatua nusu finali, na mchezo ambao umemalizika hivi punde ilikuwa ni kati ya Dodoma dhidi ya bingwa mtetezi Mara, na Dodoma wameibuka washindi kwa vikapu 67 kwa 65. Tofauti ya vikapu viwili tu, lakini kumbuko pia ulikuwa ni mchezo mgumu sana, vuta ni kuvute, kwa sababu kota ya kwanza iliisha kwa vikapu 22 kwa 21, huku kota ya pili ikaisha kwa vikapu 35 kwa 36. Kota ya tatu pia utofauti ni huo tu, vikapu viwili, lakini mwishoni kama ulivyosikia kwamba Dodoma ameshinda kwa 67 dhidi ya 65. Manake ulikuwa ni mchezo mmoja mgumu sana ambao wamefanikiwa Dodoma kumtoa bingwa mtetezi ambaye ni Mara. CRDB basketball, CRDB nazungumzia Taifa Cup basketball, michezo inaendelea hapa, na unaweza kaja ukasogea hata ukajionea kile ambacho kinaendelea. Tumezungumza pia na manahodha timu zote mbili kwa upande wa timu ya Mara ya wanawake pamoja na ile ya Dodoma, na kila mmoja kielezea kwa namna yake, namna gani ambavyo mchezo ulikuwa. Mimi naitwa Msaminesha, niko na mimi Mswahili. Asante. Karibu kutambulisha majina yako. Kwa majina naitwa Nasra Bakari Hamisi, ni mchezaji wa timu ya Dodoma. Bana, mmeshinda tu robo finali, mnakwenda hatua ya nusu finali. Mmemtoa bingwa mtetezi timu ya Mara. Game ilikuwaje? Game sio nyepesi mpaka tunafika hapa. Game sio nyepesi, kila mtu anataka kwenda nusu finali mpaka finali na kuendelea. Kwa hiyo sisi kama sisi tu tumejitoa, tumeona kabisa tuna uhitaji wa kwenda kuanilia finali. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna zaidi ya kukaba na tuweze kushinda hii game. Kota ya kwanza mlimeweza kwa difference ya point moja. Ya pili hivyo, lakini pia hata ya tatu kulikuwa na ugumu huo pia, na hata hii ya mwisho ambayo imewapa ushindi pia imeonekana kuwa ngumu sana kwenu mpaka dakika ya mwisho. Labda wenzenu mnahisi labda waliwaletea ugumu kiasi gani, na labda ugumu mliotarajia nyewe mlipoambiwa mnakutana na Mara? Cha kwanza kwenye timu yetu sisi wengi hawajazoea kwenye mashindano, hawana experience. Tumekutana tu, tofauti na mimi nilishacheza karibia labda miaka 2-3 nyuma, wenzangu wao bado. Kwa hiyo ilikuwa inawia ugumu wao kuingia kwenye game kama hizi ngumu. Inakuwa ni kwa sababu kuna system za kufanya, mkifanya hivi mfanye hivi, mkifanya hivi muende hivi, lakini wao kwa sababu walikuwa wana experience, kwa walikuwa bado ndo wanajivuta, lakini tunashukuru Mungu tumeshinda. Okay, timu mbili tumeshinda leo kwa upande wake kuelekea nusu finali, Arusha pamoja na Dodoma. Hope tutakuwa mnakutana wenyewe. Mlioangalia game ya Arusha na mlipofuatilia labda mnaweza mkapenya kuelekea hatua finali? Tunapenya, tunapita kabisa, tunashinda bila ubishi. Mimi nitaendelea pale nilipoishia. Sasa mnakwenda kwenye hatua nyingine. Ndio. Mnawaahidi nini wana Dodoma, kwa sababu hii mechi imekuwa ngumu, tofauti wa alama karibia kila kota ni alama chache sana, na mmeshinda hatua hii. Nini ambacho mmekitarget? Mmemtoa bingwa mtetezi. Pengine nyinyi mnaweza kuja kama bingwa. Sawa, kwanza cha kwanza kwa sababu hii game tumeshinda, tumeona pale ambapo tumekosea, tukienda mazoezini tutarekebisha makosa. Tukisharekebisha makosa kinachofuata ni kushinda. Lazima tushinde ili twende finali. Kwa hiyo tutarekebisha makosa na kufanya kile kinachotakiwa, tutasikiliza makocha na vitu vingine vitafuata. Ubingwa mnaona kuchukua kombe kabaki hapa Dodoma? Ndio upo kabisa, tunauona na tunachukua, kwa sababu mwisho wa siku tutacheza 5 kwa 5, sio 6 kwa 5 au 10 kwa 5, ni 5 kwa 5. Pengine naitwa Jessica Lenga. Mabingwa watetezi mmetoka robo finali. Kwanza pole, na pengine mmekoma wapi kwa mashindano haya msimu? Asante, wenzetu ni watu ambao wanatrain hapa kila siku na watu ambao wanafahamiana na wako vizuri pia, na sisi tuko vizuri. Kwa hiyo ilikuwa lazima mmoja afungwe kama siko mnavyoziona. Okay. Kulikuwa kuna sintofahamu wakati fulani game ilisimama kama dakika 3 hivi kama sikosei. Mlikuwa mna blame kuhusiana na faulo, lakini pia hata mwanzoni kabisa kuna mchezaji wa upande wenu watu walikuwa kama wanamwekea kikwazo asicheze. Labda unaweza kuambia kwa watu ambao walikuwa kwa mbali na wale nini ambacho kilikuwa kinaendelea? Hayo ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wangu. Mimi ni mchezaji, siruhusu ku-explain vitu vya hivi. Lakini challenge mlioipata kutoka kwa Dodoma? Challenge ni nzuri. Kila mtu ameenjoy game, game zimekuwa zimependeza. Mara nyingi ukishika mpira watu wanakuwa wanaitika sana. Na wengine wanasema kwamba kuna mmoja wake kwa upande wa pili. Na mmekuwa mkipenda sana kwenye kuchallengeana.
Hii imekupa courage kiasi gani kuweza kupambana na mmoja ambaye pengine ulikuwa talent mmoja au ni ndugu yako? Nilikuwa nategemea kitu kama kile sababu tulikuwa tuna train wote, tunacheza wote, ananijua na mfahamu. Kwa hiyo nilitegemea zaidi kwanza hata ya pale. Na yeye mwenyewe alitegemea zaidi pia ya pale. Kwa hiyo it's a game. Una nini cha kuambia wana Mara leo mmetoka? Waendelee kutusupport. Michezo ni kufungwa na kushinda. Sisi leo tumefungwa. Dodoma wana furaha, siku nyingine pia tutashinda, kwa hiyo waendelee kusupport. Kwa maana game imeisha fair, mlifika na matokeo. Imeisha fair. Game ilikuwa nzuri. Unaweza kukumbuka umefunga vikapu vingapi peke yako? Vingi. Vingi sana, sijui, yani vingi sana. Siwezi kukumbuka sababu mimi sifuatiliagi hivyo vitu.